Mimi ni mwanaume aliyezaliwa hai, na kwa jina ninaitwa Vladimir katika ukoo wa Moshkin. Umri kwa kawaida haina maana kutaja, ni wa kubahatisha tu. Ukichunguza kwa undani mambo yote, tunaishi maisha kadhaa. Hapa uzoefu wa roho ndio muhimu. Kila tukio la kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa, nakaa kuhesabu mwaka wa 82, tarehe 21 Januari. Leo inapaswa kuwa 38. Haiwezekani kunilazimisha kufanya kitu kinyume na matakwa yangu. Ninapokaribia kazi yoyote, najaribu kwanza. Nikikipenda, naendelea kuikuza. Nilianza kupata pesa zangu za kwanza nikiwa na umri wa miaka 5. Kukua kulianza miaka 15, na kumbuka tukio hilo. Sikuwa na mabishano tu, bali pia nilikuwa na mkutano wa mitazamo na wazazi wangu. Polepole anaanza kuelewa kwamba yeye ndiye mmiliki wa maisha yake. Tayari wewe ni Mungu na mtazamo wangu wa maisha ni mfuasi wa imani ya asili. Mtazamo wa maisha unaelezewa kwa picha hizi: umeumbwa kwa mfano wa Mungu. Lakini mimi nafanana na nani? Juu ya wazazi. Kwa mtazamo wangu wa maisha, miungu wangu ni wazazi wangu. Kila mtu anavuta umakini wa watu kwake ili apate nishati au pesa kutoka kwao. Tangu nikiwa na miaka 15 nilielewa kwa makusudi kabisa kwamba kuna kitu hakiko sawa katika dunia hii. Ninatambua dunia nzima kama kitu kimoja. Kwa hiyo, katika miaka yangu 38 nimepata watu 7 muhimu. Sio kama watu walivyozoea, nataka kuanzisha mji, kampuni, mtandao, nahitaji watu 1000 au 10,000. Unahitaji watu 7 tu. Nitafafanua kwa nini 7. Kwa sababu 7 ni familia. Neno familia lina siri ndani ya maneno yenyewe. Na kwa hiyo, familia inakuwa mimi, baba na mama yangu. Hao ni wawili zaidi, na wao pia wana mama na baba yao, yaani bibi na babu. Na hawa watu 7 ndio kundi dogo kabisa katika ulimwengu. Ni Bwana ambaye pia ni Shetani, pia ni Yahwe, lakini wapo waumba wajenzi, miungu, malaika na kadhalika. Kwa sababu tayari katika maisha yangu yaliyopita nilikuwa mharibifu. Kila mtu ili afikie maisha ya kujenga, lazima kwanza apate uzoefu hasi. Na kila mtu hupitia vipindi hivi, na ni kupitia uzoefu huu tu ndipo anafikia kutambua kwamba haiwezi kufanyika hivyo. Watu hawa wao ni waoga tu. Woga maana yake ni kwamba roho yake ina uzoefu mdogo tu, imeishi maisha machache. Lakini watu ambao ni waumba wajenzi, chochote wanachogusa kinatoa mwanga, joto na upendo. Wenye mzigo wa uzoefu huu hasi wamegeuza upande mbaya kuwa mzuri. Wanaelewa mambo yanavyofanya kazi, wanajua si sahihi na wanapaswa kuishi vingine.
Zinochka, kwa binti yangu, ninamtakia jambo moja tu kila wakati: abaki jinsi alivyo, awe yeye mwenyewe tu. Una haja ya kujibadilisha kwa ajili ya mtu yeyote, wala kwa ajili ya mazingira, wala kwa ajili ya watu. Unachotakiwa ni kubaki kila wakati jinsi ulivyo. Na hapo ndipo thamani ya kila mtu ilipo. Uzuri wa mtu, kiini chake, ni pale mtu anapokuwa bila kuvaa mask, bila kujifanya, bali anakuwa tu jinsi alivyo. Basi na inabidi tujifunze kukubali. Na hapo ndipo maisha yatakuwa mazuri katika familia, pale mume na mke wanapokubaliana tu na kukubali sifa nzuri na mbaya ambazo kila mmoja anazo kwa asili yake. Asante.